na mwisho wa ndoa huaga kara. Ni mimi nilitamani kuwa ikufa. Kama ni mara yako ya kwanza unatazama video yetu, nisaidie kubonyeza neno lililoandikwa subscribe hapo chini ya video. Tutakuwa umetisha sana. Itakuwa ni support yako kubwa sana ambayo tutakuwa umeonyesha hapo kwenye channel yetu ya Simulizi Plus. Nitoe angalizo tu kwa wewe ambaye unatazama hii video. Bona hii ni video maalum kwa ajili ya review tu and promotion. Ukitaka kuangalia full video, hakikisha unatembelea kwenye channel ya Pasali Brand hapa mjini YouTube ili uweze kuiangalia kiwe kwenye mfumo wa original video. Ukija hapa Simulizi Plus, hapo utapata final review tu na kupromote, ndo kazi yetu. Sasa kama unavyojua kwamba kwa upande wa Lydia tayari tunaona kashaanza kujisogeza huko nyumbani kwa Pasali baada ya kusikia kwamba Pasali ametoka hospitalini. Nakumbuka kwamba Pasali alikuwa na hali mbaya sana hospitalini. Yani Lydia hakuja, yani hilo alikuwa alijui. Sema sio kwamba alikuwa alijui kwamba alikuwa na taarifa alikuwa nayo. Ila alikuwa anaona kabisa kwamba kwa upande wake hawezi akaingilia mambo ya Pasali. Yani na maana kwamba Pasali kwa upande wa Lydia hajamweka moyoni kivile ambavyo inamaanisha. Kwa maana inaonekana dhahiri kabisa kwamba kwa upande wa Lydia kuna sababu ambayo inampelekea kuendelea kuishi na Pasali. Can you imagine kwamba mtu anakuwa kwenye matatizo ya design kama ile mpaka inafikia hatua hali afanye chochote, anakuwa mtu wa kitandani, lakini mke wake wa ndoa kabisa ambaye ni Lydia hakufika. Tofauti na mama yake pamoja na Kiduchu ndo alikuwa anaendelea kumuuguza Pasali. Kwa tunaona sasa leo hii tunaona kwamba kwa upande wa Lydia kasikia kwamba Pasali kapata nafuu, kaweza kurejeshwa nyumbani baada ya kutoka hospitalini, ndo tunamuona anakuja sasa. Bwana hii imekaaje? Bwana mama yake na Pasali alivyokuwa sio mnafiki, ameamua kumwambia tu ukweli, kumwambia ukweli Lydia kwa haya anafanya kwamba sio vizuri. Kwa maana gani? Pasali alikuwa yuko hospitalini anaumwa kweli kweli. Lydia alikuwa na taarifa kwamba Pasali lakini hakuweza kwenda kumuona hata siku moja, mpaka inafikia hatua tunaona sasa hivi Pasali karuhusiwa kutoka hospitalini, japokuwa hali yake bado haijawa kivile kwamba amekuwa na uafadhali, bado anaendelea kujikongoja, lakini inshallah amefanikiwa kuruhusiwa kurejea nyumbani. Sasa kuna vitu ambavyo vinaendelea kwa upande wa Lydia ambavyo hata Pasali mwenyewe tayari kashavigundua. Sasa kwa upande wa Kiduchu huku tunaona tayari Kiduchu ni kungwi sasa hivi. Anafundishwa nyendo zote ambazo anatakiwa kuzifuata kipindi yupo kwenye ndoa. Kwa maana tunaona tayari process zote zinafanyika. Kiduchu anaenda kuwa mke halali wa Loni. Wewe unaamini kwamba Kiduchu anakwenda kuwa mke halali wa Loni? This mambo yanavyoenda, una imani hiyo? Mimi sina imani hiyo. Hebu tuachie maoni yako hapo chini ya comment kwamba una matazamio gani kwa kwenye hili swala, ili tuweze kujua nini ambacho kinaendelea. Lakini yangu ilikuwa ni hayo tu. Kwa yote tukutane kwenye nafasi nyingine inayofuatia. Asante sana. Thank you for watching this video. Now we are halfway. This is the moment I've been
shine. Now we are halfway.